Waziri wa mambo ya nje wa Irani Said Abbas Araghchi amesisitiza uamuzi wa Irani wa kuendelea na sera ya kushambulia na kujihami. Kwa sasa sera yetu ni kuendelea na mashambulizi na kuna mazungumzo yoyote yaliyofanyika, mwanadiplomasia huyo mkuu alisema katika mahojiano ya runinga siku ya Jumatano. Hakuna mazungumzo yanayoendelea, alirudia tena katika matamshi yake. Mawasiliano ya kidiplomasia ya kikanda yamefanyika, lakini msimamo wa Tehran haujabadilika, waziri huyo alisema kulingana na ripoti ya Press TV. Mawaziri wa mambo ya nje wengi kutoka eneo hilo wamewasiliana na Tehran, lakini msimamo wa Iran umebaki wa msingi na thabiti. Dhamana za kimataifa si za kuaminika kwa 100%, alisema akirejea juhudi zinazoripotiwa na baadhi ya nchi kufanya kazi kama wapatanishi ili kukomesha uvamizi haramu ambao umechochewa kulipiza kisasi kwa upande wa Jamhuri ya Kiislamu. Kupitia njia za ndani ambazo tulijiundia wenyewe, hakuna mtu atakayethubutu tena kuingia vitani na watu wa Iran, afisa huyo aliongeza, akionyesha kulipiza kisasi kwa upande wa Iran ambapo majeshi yake yamefanya angalau mashambulizi 81 mazito dhidi ya maeneo nyeti na ya kimkakati ya Marekani na Israeli katika ukanda huo. Waziri wa mambo ya nje wakati huo alisisitiza akisema usitishaji wa mapigano bila hatua ni mazungumzo mabaya yatakayosababisha kurudiwa kwa vita. Adui lazima ajifunze somo ili asiwahi hata kufikiria kufanya shambulio lingine, na madhara dhidi ya watu wa Iran lazima yalipwe, alisema kiongozi huyo. Alisema pia maendeleo ya hivi karibuni yamethibitisha kuruhusu Marekani kuanzisha vituo ndani ya maeneo ya kikanda kungeathiri usalama wa nchi zinazowakaribisha badala ya kuchangia usalama wao. Vita hivi vimefunua ukweli mwingi, mmoja wao ukiwa kwamba kambi za Marekani hazikutoa usalama kwa nchi zinazowakaribisha, bali zilikuwa ni chanzo cha ukosefu wa usalama kwao. Araghchi alikuwa akirejea nyakati nyingi ambapo majeshi yamepiga vituo vya Marekani katika nchi kama Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia na Jordan kwa kulipiza kisasi kwa uvamizi na ushirikiano wa nchi zinazowakaribisha. Ikiwa nchi hizi zinapigwa ni kwa sababu ya kuwepo kwa kambi hizo. Ujumbe wangu kwa nchi za ukanda huu ni kwamba lazima zijitenge kabisa na uvamizi huu wa Kiamerika na Kizayuni dhidi ya ardhi na watu wa Iran na kujitenga na vita hivi. Waziri wa mambo ya nje pia alilaumu baadhi ya nchi za ukanda huu kwa kusema hapo awali kwamba hazitaruhusu ardhi zao zitumike dhidi ya Iran na kisha kukiuka maneno yao. Hatuwezi kuamini kwamba hii ilitokea bila nchi hizo kujua. Araghchi alitoa maoni yake kuhusu mwenendo wa uvamizi pamoja na mashambulizi ya Irani yaliyodhamiliwa ambayo yameshuhudiwa majeshi yakifyatua mamia ya makombora ya balistiki na ya hypersonic pamoja na ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo ya maadui. Adui alishindwa kutimiza malengo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kugawanya nchi, kupata ushindi wa haraka na kudhoofisha umoja ndani ya nchi. Ushindi mkubwa wa kulipiza kisasi, aliongeza, ulishuhudiwa na wavamizi wakizungumza kuhusu mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu licha ya kusisitiza mwanzoni kwamba Tehran lazima ijisalimishe bila masharti. Ukweli kwamba sasa wanazungumza kuhusu mazungumzo wenyewe ni kukiri kushindwa. Si wao ndio walikuwa wakizungumza kuhusu kujisalimisha bila masharti? Kwa nini sasa wanahamasisha maafisa wao ngazi ya juu kufuatilia mazungumzo? Alihoji hivyo kiongozi huyo. Kuhusu mlango wa Hormuz ambao Irani imeufunga kwa maadui na washirika wao tangu mwanzo wa uvamizi mwishoni mwa mwezi uliopita, Araghchi alisema njia hiyo ya kimkakati inabaki wazi kwa nchi rafiki. Kwa baadhi ya nchi ambazo tulizitambua kama rafiki zetu, tuliruhusu kupita katika mlango wa Hormuz. Tuliruhusu China, Urusi, India, Iraq na Pakistani kupita. Hakuna sababu ya kuruhusu adui wetu kupita katika mlango wa Hormuz. Kombora la balistiki la Iran limegonga eneo la wazi kaskazini mwa Israeli siku ya Jumatano katika shambulizi lililoonekana kulenga kiwanda kikubwa cha umeme cha Israeli, na jeshi la anga la Israeli liliendelea na mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya Iran. Shambulio hilo lilikuwa la raundi ya 4 ya kurusha makombora kutoka Irani kwenda Israeli tangu usiku wa manane na kusababisha ving'ola vya tahadhari katikati mwa Israeli na sehemu za kaskazini. Baadhi ya makombora yaliyofyatuliwa katika shambulio hilo yalizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga kulingana na tathmini za awali za kijeshi. Moja ya kombora lilitoka katika eneo la wazi karibu na Hadera bila kusababisha majeraha. Muda mfupi baadaye, shirika la umeme la Israeli lilisema hakuna uharibifu uliosababishwa kwa miundombinu katika shambulio hilo. Kiwanda kikubwa cha umeme cha Israeli na kituo cha umeme cha Orot Labin kiko Hadera. Irani hapo awali ilitishia kushambulia viwanda vya umeme na nishati nchini Israeli pamoja na Guba, na wiki iliyopita ililazimisha kufungwa kwa kiwanda cha mafuta cha Bazani huko Haifa kwa siku kadhaa kutokana na uharibifu uliosababishwa na vipande vya kombora. Katika raundi ya 7, Irani baada ya kurusha makombora zililenga Israeli kufikia Jumatano alasiri na kusababisha milio ya tahadhari kutoka kaskazini hadi Eilat kusini.
Kombora la balistiki lililolenga Dimona kusini mwa Israel liambatana kurusha roketi za Hezbollah kutoka Lebanon ambazo zilisababisha tahadhari katika maeneo ya Marot Tasha na miji jirani huko Galile. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo yanaendelea ili kukomesha mapigano na mpango wa amani wenye masharti 15 unaoripotiwa kutoka Tehran. Afisa mkuu wa Iran alithibitisha kupitia Reuters kwamba Pakistan iliwasilisha pendekezo kutoka Marekani la kukomesha uhasama na kuongeza kuwa Uturuki pia ilisaidia katika mawasiliano na kwamba Uturuki na Pakistani zinazingatiwa kama mahali pa mazungumzo. Tehran inaweza kuzingatia mapendekezo ya kidiplomasia licha kusisitiza hadharani kwamba kuna mazungumzo na kwamba haitafanya makubaliano na utawala wa Trump. Chanzo cha Irani hakikufichua maelezo ya pendekezo lililowasilishwa na Pakistani au kama lilikuwa sawa na mfumo wa Marekani wenye masharti 15 ulioripotiwa hapo awali, huku hali rasmi ya mazungumzo ikiwa haijulikani, lakini wanadiplomasia wakiashiria upatanishi unaendelea nyuma ya pazia.